Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nakushukuru kwa kunipa nafasi ili nipate fursa ya kuchangia kwenye mpango wa maendeleo wa taifa letu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameniwezesha kuwa sehemu ya bunge hili tukufu, bunge la 13. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana Daktari Samia chini ya uongozi wake ndani ya chama kwa kuona nami ninafaa kuwa sehemu ya kuwakilisha Wananyamagana kwa kipindi hiki cha miaka 5. Lakini mwisho na kwa umuhimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuru sana wananchi wakazi wa jimbo la Nyamagana kwa namna ambavyo alinipa imani na hata wanavyoendelea kushirikiana na mimi na kwa nguvu kubwa wananitia moyo, inanipa faraja ya kusonga mbele katika kuwatumikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo, mpango wowote huu ambao umewasilishwa kwetu na Wizara ya Mipango pamoja na Wizara ya Fedha, tunafahamu chini ya uongozi wa wizara hii ya Profesa Mkumbo amefanya kazi nzuri sana, na katika hili nampongeza. Lakini Wizara ya Fedha pia imejikita katika kutuandalia mambo ambayo kwa kweli kama yatatekelezwa basi tutegemee kuona uchumi wa taifa letu unapaa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na wabunge mtakubaliana na mimi ya kwamba mpango huu tunaouzungumza unahitaji fedha, na kuhitaji fedha ndipo tunapoenda kuwagusa Watanzania, hususan kundi la vijana. Nimejaribu kuupitia mpango huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, karibia kila ukurasa kijana wa Kitanzania ameguswa. Ajira ambazo tunazungumza kwenda kuzitengeneza ni ajira kwa ajili ya vijana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kufanikisha huu mpango ni lazima tuwe na fedha. Na katika hili Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nishauri katika maeneo makubwa matatu. Kwa sababu mimi Mheshimiwa Mwenyekiti natoka kule kanda ya Ziwa kwenye jimbo la Nyamagana. Wananchi wa jimbo la Nyamagana walinituma nije niseme hapa, nishauri serikali. Kwa muda mrefu sasa, kwa nature ya mkoa wetu wa Mwanza, tunao uwanja wetu wa ndege ambao Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ungeweza kukamilishwa kujengwa na kupewa hadhi ya kimataifa, nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge, serikali yetu na taifa letu litakwenda kupata fedha nyingi sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiutazama uwanja wetu huu wa Mwanza, kutoka Mwanza kwenda Serengeti si zaidi ya kilomita 140 peke yake. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja wetu huu wa ndege wa Mwanza ndio uwanja nambari 1 unaongoza kwa kusafirisha dhahabu kutoka kwenye taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja huu unahudumia kanda ya Ziwa yote. Hii inaonyesha ni kwa namna gani kukamilishwa kupewa hadhi ya uwanja huu kwa kimataifa, uchumi wa jiji letu la Mwanza na taifa kwa ujumla utapaa kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nataka niishauri serikali. Mwaka juzi ilisaini mkataba wa zaidi ya bilioni 29. Lakini cha kusikitisha Mheshimiwa Mwenyekiti, mkandarasi sasa, kwa taarifa nilizonazo na kwa macho yangu, tayari anaondoa vifaa site. Maana yake hakuna matumaini. Wana Mwanza wanauhitaji sana uwanja huu kwa uchumi, kwa ukuaji wa uchumi wao. Na nikuhakikishie, uwanja huu kikamilika na ukiwa kimataifa, tunakwenda kutengeneza ajira nyingi sana kwa vijana wakazi wa mkoa wa Mwanza. Lakini jambo la pili Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja huu tukiupa kipaumbele, taifa letu litakwenda kuongeza fedha za kigeni kutokana na watalii ambao tutakaowapata. Lakini kuonesha msisitizo Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati serikali inatangaza mpango wa kuupa hadhi uwanja wetu huu wa kimataifa wa Mwanza, wenzetu wa shirika la NSSF walikuja kuwekeza. Tunayo hoteli pale eneo la Capri Point. Serikali ya Tanzania imeraza zaidi ya bilioni 90. Mheshimiwa Mwenyekiti, mtu pekee aliyekuwa amelengwa kulala kwenye hiyo hoteli ya zaidi ya bilioni 90 alikuwa ni mtalii.
tukiamini ya kwamba uwanja ukikamilika watalii wengi watapita. Leo fedha ya serikali zaidi ya bilioni 90 imelala pale, na wana Mwanza hawayaoni matumaini ambayo wangetamani wayapate. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nishauri serikali iweke jitihada za haraka ya kwamba kwenye mpango huu wa mwaka mmoja wa miaka mitano na miaka 25 iliyosalia, tuhakikishe jambo hili tunalibeba kama la dharura, kwa sababu tutapata fedha ambazo zitakuza uchumi, lakini zaidi ya yote tutatengeneza ajira kwa vijana wetu. Lakini jambo la pili ninavyoondoka hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Air Tanzania, shirika letu la ndege, mapato yanayoyapata kwa mwaka zaidi ya 75% yanazalishwa na kiwanja cha ndege cha Mwanza. Ni namna gani serikali inaweza ikaonesha commitment ya kwamba hata kwa namna ambavyo shirika letu la ndege, maana yake bila Mwanza na hakika haliwezi kujiendesha, kwa sababu kama ni 75%, tafasiri yake Air Tanzania ipo kwa ajili ya Mwanza kabla ya kuwaza kwingine kokote, kwa sababu ndiko mapato hasa yanapotoka. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niingie kwenye sekta nyingine ya uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wetu wa Mwanza na jimbo la Nyamagana, Mungu ametupa neema ya kipekee sana. Tunalo ziwa ambalo hawajapewa kwingine kokote kule. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia ziwa hili kama serikali hatujalitumia ipasavyo. Leo ukiangalia miaka ya 2000, wataalamu wetu walikaa chini wakawaza, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakaleta samaki anaitwa aina ya sangara, akaja akapandikizwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulitokea mfumuko mkubwa sana wa ujenzi wa viwanda vya samaki. Lakini leo tunavyozungumza, Mwanza peke yake tumebaki na viwanda 7 peke yake. Kupitia viwanda vile tulitengeneza ajira, lakini serikali ilipata fedha, lakini wananchi mmoja mmoja uchumi wao ulikuwa sana. Mimi ni shuhuda kwa sababu niko pale mjini. Wapo watu maarufu ambao wana majina ya samaki ambazo zilikuwa natoka ndani ya ziwa Victoria. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niombe serikali kwa msisitizo mkubwa sana. Serikali yetu kwa mipango ambayo nimeisoma kwenye mpango huu, kama ikiamua kwa dhati, ikaamua kutekeleza kama ambavyo imejielekeza, basi ziwa letu Victoria linaweza likawanufaisha Watanzania wengi na tukatengeneza ajira kwa vijana wetu wengi walioko ndani ya mkoa wa Mwanza na jiji letu la Mwanza. Ushauri wangu Mheshimiwa Mwenyekiti katika hili, nataka niombe serikali tuondokane na uvuvi huu wa kizamani. Uvuvi haramu unaofanyika kule ndio umesababisha kupotea viwanda zaidi ya 16 kwa sababu ya kukosa malighafi ya samaki. Serikali ni lazima ije na mpango mkakati wa kuhakikisha inawaza ni kwa namna gani tunakwenda kufanya transformation kwenye sekta ya uvuvi, ili tutengeneze ajira, tupate fedha za kigeni, lakini zaidi ya yote taifa letu la Tanzania lipate fedha za kutosha, fedha ambazo zitatengeneza miradi mingi ya kimaendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipande kingine ambacho nilingependa nichangie ni upande wa barabara. Mpango huu uliowasilishwa na Profesa Kitila Mkumbo ni wa kisayansi sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, malizia Mheshimiwa, muda umeisha. Malizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, Daktari Samia popote alipo atembee kifua mbele ya kwamba kazi nzuri ameifanya. Miradi ya maji inatekelezwa kule kwetu Mwanza, barabara zinajengwa, na katika yote Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimhakikishie tu